Tumefikia mwisho wa yale makubwa yaliyofanyika chini ya mfuko wa mawasiliano kwa wote katika kipindi kifupi tu cha miaka 4. Utaona mambo makubwa yamefanyika, na nikizungumzia ule mradi kiongozi flagship project ile, nafikiri mfuko umeanza mwaka 2009. Hatujawahi tekeleza mradi mkubwa kama wa sasa hivi wa minara 758. Kwa hiyo mtaona commitment ambayo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka kuhakikisha kwamba inawekeza vilivyo kwenye ujenzi wa miundombinu ya kidigitali. Lengo ni nini? Nimezungumzia issue ya uchumi wa mkakati wa uchumi wa kidigitali. Ili kujenga uchumi wa kidigitali, then ni lazima uwe na miundombinu kwanza ya kidigitali. Kwa ndio maana serikali imewekeza kwa fedha nyingi sana, na hatujawahi kuwa na mradi mkubwa kama huo toka mfuko wa mawasiliano umeanza. Katika kipindi cha awamu ya 6 tunatekeleza huo mradi. Msemaji alisema niongee na mwelekeo wa mbele. Kwa mwelekeo wa mbele, katika maeneo yote niliyoyapitia, hayo tutaendelea kuyatekeleza kupitia na maelekezo mbalimbali ya serikali. Na kama nilivyosema, kwenye ujenzi wa uchumi wa kidigitali, miundombinu ya kidigitali ni muhimu. Kwa hiyo serikali itaendelea kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya kidigitali ili kila Mtanzania popote alipo aweze kupata huduma mbalimbali kupitia kidigitali. Tunajua sasa hivi huduma nyingi za serikali zinahamia kwenye digitali. Kwa hiyo kwenye kuhamia kule, mimi kama mwananchi nipo kijijini, sipaswi kufunga safari kutoka kwenye kijiji nilichopo kwenda mjini kwa ajili ya kupata huduma. Kule nilipo, nikitumia simu yangu niweze kupata huduma mbalimbali ambazo serikali inatoa, na sio serikali tu, hata sekta binafsi inazotoa. Tumekuwa mashahidi sasa hivi baada ya mitandao ya simu kuanza kufanya hii mobile money. Tunaona sasa hivi mtu anafanya transaction muda wowote, mahali popote ulipo, ilimradi pale pana network. Kwa hiyo tunataka kila Mtanzania aweze kufanya. Nikiwa mimi nalima mpunga kule Mbeya, niweze kujua soko la mpunga la mchele Dar es Salaam linaendaje. Nisipigie madalali, nitumie simu yangu niweze kujua soko la Kariakoo leo linasemaje, ili sasa niweze kuuza ama niendelee kukana. Na tunajua wengi, na inawezekana na humu mpo, mnafanya biashara kwa kutumia hizi mitandao ya kijamii. Kwa hiyo sio niweze kufanya nikiwa Dodoma na Dar es Salaam na mijini, hata nikienda kijijini kusalimia wazazi wetu, ndugu zetu, niweze kuendelea kufanya. Lengo kubwa ni tuweze kujipatia maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na mwisho wa siku kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania.